اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أحسنت. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله نبيه الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولي الأمر علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. صدق ربنا ذو الجلال الكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان. اللهم اجعلنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم اجعل العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. بسم الله الرحمن الرحيم. Darasa yana tuliangalia mushrikin. Darasa yeo tuangalia masala ya hedhi na wanawake. Na hili darasa muhimu sana hasa kwa wanawake. Matatizo wanawake wao ndio wapatoka na hedhi. Lakini licha kuiuliza hedhi hata kuitaka kwa ina lake hawataki. Ukwambia ada mwezi Mungu umetaka kwa ina lake ndani ya Qur'ani. Sasa ya mareke wana adabu zaidi kuliko Qur'ani. Haweta ada mwezi, hii ni hedhi. Hakuna ada, hakuna mwezi. Na ile ya pili ni nifasi. Na tatu ni istihadha. Bas. Sasa wanawake hawataki masala hedhi wala haulizi. Wanawake masala yao muhimu ni matanga na eda. Ufaa kufanya hili, ufaa kupika bajia, ufaa kupasua kuni, hapo mashallah. Utaulizwa swali hata wakati mwingine utastaajabu. Wengine kuuliza hasa ufaa kwa shatama na mke akiwa na hedhi. Na yote masala hana maana yote. Masala muhimu kwa wanawake ni hedhi. Yana matatizo sana. Na hizi aya zimekuja na alhamdulillah tutazeleza kadiri mustataa. Na yale mengine ambako watumeyawata ni maana hedhi haimaliziki. Ikiwa wanazuoni masala mwanamke mwenye hedhi mutahayira au mubtadia kama Ibn Hajar al-Haytami ameeleza zaidi ya magombo 10 kuanzia mbali. Al-Imam an-Nawawi ameeleza sio mara ngapi na hayakuelezeka. Asoeleza kwa urefu hedhi ni mwenye Fath al-Muini. Na alipoulizwa nilikuwa yeye kuandika ayua Kiarabu lakini kuzungumza ni mzito. Mbona kutueleza masala ya hedhi kwa urefu? Akana rijalu ma yahidh wan nisau ma yasal. Wanaume hawapati hedhi na wanawake hawaulizi. Akatumia lugha kama hiyo, ar-rijalu ma yahidh wan nisau ma yasal. Wanaume hawana hedhi na wanawake hawaulizi. Na lazima wanawake wayojue masala huharibia sala zao, huharibia ibada zao. Kwanza tueleze hedhi yenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia wayasalunaka 'anil mahidhi. Ule upataji wa hedhi. Ameitoka smastari. Hakuambia salunaka 'anil haidhi mahidhi ile hedhi yenyewe ilikana. Hedhi ni damu aswadun ladhiun muhtadimun yakhruju ala sabili sihhati min almar'ati. Bas
Hedhi ni damu nyeusi zaidi kuliko damu nyingine. Ladhi huchoma, muhtadimu iliyoviva, yakhruju yatoka ala sabili siha, na mwanamke una afya. Minal mara, mwanamke ndio pata hedhi hutoka kwa ndia. Mwanamke akipata hedhi ndio alama una afya. Mwanamke kitopata hedhi kuna mushkili, ima hana afya au na mimba au mpaka mwenyewe atazuia mwenyewe nyingine. Kwa sababu hiyo mwanamke akipata hedhi kwa mezani ndio alama ya afya. Na mwanamke akitopata hedhi ni alama kuwa ni mgonjwa. Na hedhi aqalli sinni tahidhu fi almar'a 9 sinin. Nyaka chache apata mwanamke hedhi nyaka 9. Mwanamke aweza kupata nyaka 9 hedhi na nyaka 10 akashika mimba. Alimamu Shafi alikuwa kumwona mwanamke umri wake nyaka 21 amesha kupata muyukua. Amemwona hasa umri wake nyaka 21 na una muyukua. Amr bin As na Mane Muhammad walikuwa tofauti nyaka 10, na ule kashabu lake ni zuri, ule shabu lake ni ovu. Akasasa ule kijana anaonekana ni mkubwa wa baba. Masala hupatikana. Na hukoma lini? Ima hukoma kwa safia au kwa nyaka. Kuna wengine hukoma kwa nyaka 50, watu ambao kwamba ishio kwenye joto na nini. Wengine hukoma kwa nyaka 60. Mwanamke kitumia nyaka 60 mara nyingi hawapata hedhi. Akiongezeka huwa ni afya yake mzuri. Na hedhi ni damu ambayo kwamba huya kwa wakati, dauratul hedhi. Na akali yake kama tuelezao ndo na fikihi ni yaumun wa leila, ni mtana na usiku na mtana. Kwa ufupi saa 24 mwanamke. Na zile takatu zipatikanazo baina hedhi huwa kali ni hedhi, si lazima imiminike namna hii, la bora itoke tu kama saa 24. Na ikimiminika huwa pia atakaiangaliwe. Hata leo kwa Rasulullah, inni la athuju thaja, mina imimina kama kumina mai hedhi. Akamba basi angalie iendelea namna gani, kwa sababu saa 24 ndio akali sini tahidhu fil mara. Siku 6 na 7 ndio ghalib mpaka 10. Kwa madhhabi ya Shafii ameshika 6 na 7 tu. Kwa Abi Hanifa ameshika mpaka 10 yaweza kupatikana. Na aqallu turi baina alhaidhataini ni 15 yawman. Uchache wa tahara baina haidhi mbili ni siku 15. Ikiingilia katikati matatizo huwa kuna damu alistihadha. Na damu istihadha ni yakhruju ala sabili almaradhi, kwa sababu ya maradhi. Kwa sababu ya maradhi. Mwanamke akiwa maradhi ndio patikana istihadha. Na hupatikana istihadha na hukumu zake tutazieleza. Mwanamke walakina Fatima binti Abi Hubaysh kwa hadithi ilikuwa ndani ya sahihaini, akamwambia Rasulullah, inni imra'atun ustahadhi, mwanamke anapatikana istihadha, damu ya maradhi. Afaada'u salata, ni hate sala? Akamwambia la, usiate sala, lazima uitahirishe kila wakati kipindi cha sala. Mwanamke akiwa na istihadha kila kipindi cha sala itahirishe, hata kama una udhu lazima itahirishe. Ni kama mwenye salis kisonono, mtu ameonda na kisonono cha mkoyo, kisonono cha damu, kisonono cha riahi. Maana kuna wengine riahi hazili, basi watu kama hawa hawafai kutawadhi mpaka ungia wakati. Wa dukhulul waqti lidaimil hadathi, na kungia wakati kwa mwenye hadathi ya milele. Lazima mtu akiona una kisonono au na istihadha, mwanamke damu ya maradhi, atawadhe kila wakati. Sasa ikiwa ni damu ni hiyo ni mahutada, ikiwa matatizo atashika ada yake, haangali tena tarehe. Zamani alikipata siku 6, siku 24 tahara mathalan, ghafla imeingia matatizo, imekuwa hutoka mfululizo, atashika ile siku 6 na 24. Mutahayira, hapo ndo tapambanua damu ya hedhi na damu ya nifasi. Damu ya hedhi ni nyeusi zaidi au nyekundu zaidi. Damu ya istihadha ni kudra, vumbi au sufra, rangi ya manjano. Ikiwa damu zimetoka damu mbili, ile ambayo kwamba ni nyeusi zaidi ndio hedhi, ile ambayo kwamba hayambo ndio istihadha. Sasa ikiwa nyeusi na nyekundu, itakuwa nyeusi ndio
haidhi. Ma kunna na'uddu as-sufrata wal qudrata shay'an fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha sema tulikuwa zile rangi ya manjano na vundu hatuhisabu sisi ni haidhi mpaka tuione nyeusi. Na kutahirika Sayyidina Aisha likinena hata tara al-qasata bayda, mpaka kile chombo kinachope ndio umetahirika. Na ukitahirika na haidhi wanawake upitikiwa sana. Ukitahirika na haidhi ala siri lazima usali na dhuhuri. Lazima mwanamke kupata tahara ala siri hata akhir lahza, baada robo saa yu kuzama lazima usali na dhuhuri. Akitahirika dhuhuri atasali dhuhuri peke yake. Akitahirika ishai hata akhir lahza atasali na maghribi. Hii ndio sharia, mwanamke ayue zile damu za hedhi. Na hedhi ndio ifungamanao na kila kitu mwanamke. Sababu ya kuwa na hedhi ni raham, uzao umeshughulika. Ukishughulika huwa manake uko tayari kushika mimba. Ndio haifai kumgilia mwanamke wakati wa hedhi, sababu umemshughulika kwa hali mbaya, na aweza kuharibu memba, aweza kutoa kijana sampuli mbalimbali, pengine kutoka ile kijana ambaye kwamba rangi nyekundu siyo ndani gani, kwa sababu ya kubabaisha ule uzao. Takawate mpaka awe tahara, kama tutakueleza. Wayasalunaka anil mahidh, wakuuliza na yule upataji wa hedhi. Qul nena huwa adhan yudhia, mwanamke humuudhi sana, na mwanamke kipata na hedhi hubadilika tabia. Ni sharuti ukiwa mwanamke umpelele sana wakati wa hedhi na mimba. Punguza mapresha yako wakati wa hedhi na mimba, si khiari yake, mwingine hufanya hata haifahamu. Na ndio ikawa ni naksi ya mwanamke. Ndio mwanamke hafai kuwa kadhi, hafai kutawali. Maana kesa ya kadhi siku za hedhi itakuwa hata hali yake hawezi. Siku 6 ofisi ifungwe. Mwanamke akiwa na mimba miezi 9 ofisi ifungwe. Sasa itakuwa ni kadhi gani? Mwanamke hafai kusanyika na wanaume ambao kwamba hawana dharura. Atakuwa ofisini kwake mpaka yote mashahidi wawili na wenye kushtakiana tu. Ofisi ya watu kusikiza kesi kapata madhambi. Wale kwamba hafai kumwangalia wale. Mwanamke hafai. Lakini mwanamke kuhukumu yafaa, hafai kuwa kadhi. Umekwenda umemshtakia kama Sayyidina Aisha, kama kina Sayyidina Sauda walikishtakiwa kitewa. Usoro kwamba basi Aisha alikishtakiwa kitoa hukumu, lakini kwa si kadhi na ofisi yake. Hakuna kadhi mwanamke kabisa. Mwanamke kutawali hungia matatizo katika utawala. La yufliha qaumun wallau amrahum imraa, hawatonali saada, hawatotengekewa wakitawaliwa na mwanamke. Amekuwa ni kadhi, ndio msikitini akaoze mwanamke. Kuna harusi, sisi tumeketi pale wa maulidi na dua, na mwanamke hongoja ataka kuoza. Jamani, hela tuangalieni haya mambo katika akili ungia, usiangalie sharia. Sasa itakuwa ni ubaguzi. Tangu mwanzo ni ubaguzi. Mwanamke huzaa, mwanaume hazaa. Tuondosheni ubaguzi huu kwanza. Tuzaeni na sisi wanaume. Mwanamke kupata hedhi, mwanaume hapate. Mbona hatuondoshi ubaguzi huu? Mwanamke ni mwanamke. Tangu hayaumbwa ni mwanamke. Kuna zile chromosome zake X na Y za mwanamke na mwanamume. Kuna X na X ziko mbalimbali. Hizi hujulikana. Mimi ya mwanamke, mbavu zake, damu yake, mwili wake. Mwanamke hatoke na ndevu, ile kwa mwili wake una nguvu, atoke ndevu 3 kama za jogoo zile basi. Jamani, tusiyafanyeni mambo kuandama hawa. Atutaka usawa mwanamke na mwanamume. Usawa haupatikani. Tangu alipoumbwa ni mwanamke katika hukuki. Mwanamke una haki kama mwanamume. Inama nisau shaqaiqur rijali, katika hukuki, si katika maumbile. Mwanamke ameumbwa na mwanamke, na mwanamume hukuki. Mwanamke una haki kama mwanamume, aweza kumiliki, aweza kununua, aweza kutoa, aweza kuzitunga vitu zake, aweza kufanyisha biashara. Si kufanyisha kama Sayyidina Khadija alikifanyisha biashara, na kadha alikifanya. Aweza kuuza kuanzia sharia, na ule amuuzia tu aweza kuonana uso kwa uso, lakini hawezi keti dukani kahuuza na watu ngia wakizungumza nayo keti mezani. Yale mambo yamezidi, na ni katika alama za kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika alama za kiyama ni mwanamke kumsaidia mumewe biashara dukani. Ukiona mambo kama hayo, kiyama karibu.
Katika alama ya kiyama ni mwanamke na kijana kumwangamiza babao. Watamlazimisha mambo, mbona fulani imefanyiwa, mbona fulani imenunuliwa, wewe mume gani wewe baba gani, na ule bwana nitakayetia katika madeni, atie katika mpaka azame katika madeni kwa ajili ya kuridhia nyumbani. Zamani mwanamke alikimsaidia mwanamume hata sadaka. Ule Zainab mke wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud alikuwa kwa mtume, akamtuma Sayyidina Bilal, kamuulize mtume, mtu hufaa sadaka yake kumpa mumewe? Mtume kama nani auliza, na ule kama usinitae wewe muulize tu. Lakini mtume kauliza nani auliza, akamwambia Zainab. Yani ni Zainabu gani? Zainabu wako wengi. Akamwambia mke wa Abdullah Masudi. Akamwambia sadaka yake akimpa mumewe hupata thawabu. Mwanamke aweza kumsaidia mumewe kampa sadaka hasa, lakini mume hawezi kumpa sadaka mke wake, ampe nafaka. Si makosa mwanamke kusaidiana na mumewe kumpa wala zaka ndio haifai kabisa. Na mwanamke kama una mume hapewi zaka, hapo sababu yake ni makfiyatul mu'an, ametoshelezwa. Ile thubutu mume hayulikani uko wapi, au mume ameharibikiwa kabisa, na ukimpa mume atazimiza na zile hapo ndo. Lakini kwa mke hata kama maskini namna gani, mpe mume, mwambie hizi nimekupa kusaidia wewe na mke wako. Kisha muulize mke, je, mume amekupatia kitu? Kwani hutole? Ule hazimtoshi yeye, talipa mimi? Hapa idhuru. Kwa sababu mwanamke ni mwanamke. Tusibabishe na watu awe kadhi, awe nani. Sasa waulizeni katika maharusi ya misikitini afanye yeye mwanamke. Hata kiana buibui mwanamke gani ambaye katikati. Kama sasa darasani tumweke mwanamke hapa, ya jamani, ni ubinadamu tena? Hii ni kwanza, kuna dharura gani mwanamke awe kadhi? Ile dharura mwanamke awe kadhi, hata tukahupigania, kumeharibika kitu gani? Mwanamke alipokuwa hakuwa kadhi kwa haribika mambo. Sasa kishikaende kutatengea. Hizi ni fikra za Kiyahudi bwana. Mayahudi wataka kututezea si Waislamu, watu haribia Qur'ani, watu haribia maofisi, wametunyang'anya mpaka huyo kadhi amekuwa ni kazi tatu tu, ni kuoza na talaka na kurithisha. Hana kazi ya nne. Kadhi hana kazi ya nne kabisa. Za nne humpa sisi, ile kuthibitisha mwezi si kazi yake. Katika serikali si lazima. Waweza kuambia kadhi mimi sitaki mwezi wako, na serikali haiwezi kuchukua hatua. Lakini sisi Waislamu kwa heshima ya kadhi na kuwapenda makadhi tumewapa ile kazi yao kama kadhi kamili. Si kwa hafai kadhi kufanya kazi hizo, la. Al-Imam al-Mawardi amenena yamkinika al-qadha kugawanywa. Huyu ni kadhi wa mwezi, huyu ni kadhi wa hududi, huyu ni kadhi wa jinaya, huyu ni kadhi wa yawezekana. Si lazima kadhi afanye yote, lakini ile kazi yapewa hayo ndio afanyayo. Sasa kadhi wetu wamepewa nikaha na talaka na wiratha, basi hawana kazi nyingine tuweza kuwapa. Licha kadhi waliowekwa hata wasiowekwa, kuna masala kula tahkimi waweza kumwendea mtu yote, bwana tumekukubali wewe ni hakimu yetu, utuhukumie katika masala haya. Mkishakubali atakalo kuhukumu lazima, bwana mimi sikubali mambo haya. Katika sharia hukubaliwi. Madamu umehukubali awe ni hakimu yako, ukubali na kesi kinyume chako. Bwana wewe mpendelea huyo, madamu umenikubali mimi ni hakimu, nimekisha kupitisha haya. Hata katika nikaha makadhi wako, lakini wana sharti mpaka ufanye hili, mpaka utoe hiki, mpaka ufanye hili. Mwaweza kumeka mtu tahkimi akawaoza, lakini ambao kwamba afaao kuwa ni hakimu. Tahkimi ni mtu yule ambao leo atakuwa ni hakimu atakubaliwa. Kwa sababu huwezi kufanya tahkimi fasiki, huwezi kufanya tahkimi mwanamke, huwezi kufanya tahkimi mtuma. Hao ni masala marefu sana. Yote kama masala kinyumbani yao, barabarani tukwate watu wazanye tende. Tuangalie masala haya. Basi mwanamke aweza kufanya tahkimi. Mwanamume aweza kufanya tahkimi mtu. Mwanamke una udhaifu mwingi sana. Abbas Mahmud al-Aqad, mufakiri mkubwa wa Kiislamu, alinena katika ajabu ya mwanamume na mwanamke. Mwanamume ni ahassu bil ma'qulat na mwanamke ni aqalu bil mahsusati.
mwanamume hasu kila kitu chake akili, mwanamume hakisahau tena. Hapa nikazungumza maneno darasani, basi kuna mtu mwingine miaka 10 atakumbuka. Hapa nakumbuka yao, kuna watu kumbuka maneno yanena miaka 30 na 40 hapa na atakupana tarikhi walipokuwa darasa ile siku ile na fulani huko, tangu mzee Said Muhammad mwenye nana huko kana kadhana, atakumbusha na tarikhi na atakutola tarikhi. Mwanamke ni aqalu bil mahsusati, nulelo vakandu nyekundu nule kofia yake hakuweka sawa hilo hasahau mahsusati. Mwanamke si mukhtaria, hazui. Hakuna kitu chochote kilozuliwa na mwanamke, mtu asikudanganya. Hizi tepu, hizi maspaki alozua ni mwanamume. Hakuna katika tarikhi mwanamke ndio alianza. Mwanamke humsaidia mumewe katika kuzua, lakini yeye kuzua hasa wale mukhtariuna wote ni wanaume. Mwanamke hazui chakula. Alopika pilau mwanzo ni mwanamume, alopika biriani mwanzo ni mwanamume, alopika sambusa ambapo kila utapiga rasasi ni sijui mna habari kama hiyo. Kule Somalia kila sambusa kuja rasasi. Basi pia alozua ni mwanamume, kila kitu alozua ni nguo za wanawake azua ni mwanamume, nguo za wanawake. Lakini mwanamke una itikani. Ukizua chakula sampuli hata kipika kwa uzuri kilike na hupenda kupika. Mwanamke hupenda unadhifu. Mwanamke hata kula rabbatul baiti, ndio nana wa nyumba. Mwanamke ndio nana nyumba. Ikiwa na mwanamke utastarehe, utaona raha. Lakini mwate mwanamume au mwanamke asafiri wiki 2, ataona makochi yako huku, zitanda ziko huku, masufuria yako chumbani, hakuangaliliki tena. Mwanamke akianza kunungunika, mume wangu umenichokesha wewe, zitu ziko mbali, hilo godoro haliatandikwa, ile nguo ya kutandika kitandani imetatiana kama nyoka, hulaliwa na mwanamume, hulala pale hata hana habari. Lakini mwanamke hakubali, kwa sababu mwanamke ni mwanamke, mwanamume ni mwanamume, mpaka tukubali kitu kama hicho. Ama kubadilisha khalqillah, mwanamke awe mwanamume, mwanamume awe mwanamke, ni muhali. Kubwa ni hilo, una hedhi, mwanamume hana hedhi. Kubwa mwanamke una istihadha, mwanamume hana istihadha. Una nifasi hutoka kufuatia uzazi. Mwanamke baada ya kuzaa ile damu itokayo hamkulwa nifasi. Na waqalluhu majja, tawanyiko moja pap umalizika. Mwanamke aweza kuzaa na akapata nifasi kwa dakika moja na akawa tahara na akaswali. Wala hakuna aqallu muda baina nifasi na hedhi. Hakuna aqalli muda baina nifasi na hedhi. Aweza kumaliza nifasi akapata hedhi pale siku ile, lakini nifasi yenyewe ina muda. Aghlabi ni siku 40 na si lazima siku 40. Na hapa ndio matatizo wa mwanamke. Mwanamke amezaa siku 40 haswali, pengine swafi hakuna chote, haswali tu. Ni kwamba baada hii hakuna. Akitahirika kabisa aswali hata siku ya 3, akiwa baada hatahirika mpaka siku 40 mpaka siku 60. Yeye mwanamke sasa, tabu kubwa, wanawake hawataki kusoma na hawataki kuelezwa. Usinene maneno haya. Mimi nakumbuka nilipokuwa kijana, kuna baadhi ya wazee wangu walitaka niwasomeshe alghaya. Niliposikia masala ya hedhi, akaongea mwanamke, wewe umwambia khalati yako maneno hayo? Kijana, mbona una adabu wewe? Hiyo nakumbuka mpaka kumwambia khalati yako maneno hayo, wewe kijana una adabu kabisa. Na mimi hapo nilikuwa kijana, hata siabaliki. Basi kuna mwaka katika khalati yangu na mimi nipitishe ghaya, basi nikana namna hiyo. Fa'tazilu nisaa fil mahidhi, wafanya uzla. Wanawake sio mwagure, wafanyeni uzla, msiwakurubieni katika hedhi. Kwa kurubia huku kuna tofauti. Mwanamke wa Kiyahudi akiwa na hedhi, hata kulala naye chumba kimoja haifai, ni najisi yeye mzima, lazima umkimbie. Sisi Waislamu hapana. Mwanamke akiwa na hedhi utalala naye kitanda kimoja. Hata Sayyidina Aisha alipokuwa na hedhi alikusanya nguo zake akaenda kalala mahala pangine. Mtume kaambia nani? Kaambia nimepata hedhi. Akaambia laysat haidatuka biyadiki, laysat haidatuki biyadi, hukushika mkononi kwa utanipaka, hedhi kwa kule katika mashini yake. Wewe lala hapa tu.
la Mayahudi wakaambia Waislamu, nyinyi mmekhalifu mila Ibrahimu, hulala mwanamke mwenye hedhi. Basi wakaa baadhi ya masahaba kama ilikuwa katika Sunan Abi Daudi mwanzo kaambia Rasulullah, Mayahudi utukera, utabaya afala nujamiahuna, tusiangilie kwa hedhi. Mtume kamba isna'u kulla shay'in illa nikah, fanyeni mtakalo, lakini ile nikaha yenyewe msifanye. Tezani naye mfanye hivi tena mpaka mwisho tena ile fanyani, lakini ile nikaha ya wenyewe hasa msifanyeni. Mwanamke akiwa na hedhi, mangine wote hata waweza kumgilia mwanamke foka al-izari yule la kitambi, lakini sio kumgilia kwa mpira maana yake homa sala mangine homeitia ndani hasa. Usio kwenda katia mipira. Na umepitikia umemgilia mwanamke katika hedhi yaendelea, ni uzuri utoe dinari sadaka. Dinari utangalia kima chake. Kwa sasa ni karibu shilingi 200 au 400 kwa tofauti ya serikali na dola. Ikiwa umemgilia katika idhibari yaondoka, utatoa nisfu dinari. Ni sunna kutoa. Fa'tazilu nisaa fil mahidhi, ndio kama fil mahidhi pale mahala penye hedhi, sio fil haidhi. Ulale naye mwanamke, ule naye, waakiluhunna washaribuhunna wadhajiuhunna, kulani nao kunwani nao, chakula mule pamoja, lakini msikurubie pale mahala penyewe basi. Wala takrabuhunna, tena msikurubie hata yatuhunna, mpaka watahirike. Mpaka watahirike. Mwanamke awe tahara kabisa ndio utamgilia. Kulala naye lala, kustarehe naye starehe, hata yule kitambi fanya, bora usifanye yale ya yenyewe hasa. Na kijana kishika mimba katika hedhi, basi huwa na matatizo makubwa, kwa nini hutoka sampuli, akili sampuli, pengine nusu wazimu, nusu akili, basi kwa sababu utaka ukimbize wewe. Faidha tataharna, wakitahirisha hata tuna mpaka watahirike. Faidha tataharna, wakitahirisha, baada ya kutahirika hufai kumgilia mwanamke mpaka itahirishe. Kuitahirisha ni kuoga kama kaida, aisafishe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanamke akamwambia Rasulullah, nifanye nini mimi kimaliza hedhi? Kama tatahari. Kaifa tataharu? Mtume kama tatahari. Ule mwanamke Mtume kama ndio kueleze bwana, tatahari, tatabai athar ad-dam, ifuate ile damu hasa kwa kitambara, kwa pamba ifuate. Kisha baada yake utukue kitambaa mumsaka chenye miski ukitie pale kwenye damu, maana hedhi ina harufu mbaya, lakini kieko ndani haisikii ile harufu, lakini ikitoka utasikia ile harufu. Basi utafuata utie miski pale kwa kipamba. Na mwanamke kana istihadha tumekisha kueleza, kula swala atasali. Na mwanamke kia mutahayira tumekisha kueleza, ni masala marefu. Tuwaomba wanawake wapate wanawake wao wasomeshe hedhi kwa ina la hedhi hasa, si kwa ada wala si kwa mwezi, apate kujua mimi ni hufanya kitu gani. Mwanamke uliza masala ya hedhi mpaka kwa kuchokesha. Wewe ukienda diani mwanta kuuliza, hata kuuliza nini kweli mwanamke kia na hedhi hufaa kadhaa. Jamani, basi sharia mwanamke amewekewa hedhi tu. Na zamani likipata taabu kwa chumbani, kazinyiwa taa, kafungiwa madirisha, hafai kunena na mtu. Na watu wanatikadi mwanamke kia na hedhi hafai kunena na mtu kabisa, ila yule maharimu za kunena na yoyote weza. Aweza kusomesha darasa, hafai kuonekana, si kunena. Mtu mwenye kazi yake aweza kuwa kunana naye, kampangia, kampana mahesabu, aweza kwa namna ambayo kwamba stara. Mathala wewe hufanya na kazi na mwanamke mpelekana na aida, weza kwenda kumpa hesabu zake, nimeuza kadhaa, nimenunua kadhaa, faida yako ni kadhaa. Weza hizi daktari aweza kumuona kila ambapo kwamba ni lazima paone, ambapo kwamba ni si lazima, ni haramu kupaona. Mathala mwanamke una maradhi ndani ya tupu yake, daktari hafai kumuona uso wake, sababu hauna ilaka, lazima paone pale pale. Basi faidha tataharna, wakitahirisha, fatuhunna, waendeeni wale wanawake, wangilieni wanawake min haithu amarakumullah, kwa namna ya Mwenyezi Mungu. Ni sunna mtu amgilie mke wake kwa hali ya afya kila baada ya siku 4 ngaa mara moja, ni sunna.
Ama ukitomgilia hata siku zozote haina makosa, ila ukifanya ilai ukalaamini kama itakayokuya mimi sikungilii miezi 4 pale hamkuliwa ilai, ina sharia, hutukuliwa akapekwa kwa kadhi akalazimishwa ima amgilie au ampe talaka, na masala tutaelezwa wakati wake. Ama ukitomgilia hata miaka 2 shauri yako, lakini msikizane. Na mwanamke akitaka lazima umtimizie, na mwanamume akitaka mwanamke hata kama uko ndani ya 5 aate 5 ende kafanye shughuli, hata ile mikate chomeke nenda. Sayyidina Abdullah bin Umar alikuwa na moto siku hiyo, baada ya kuadhini wa magharibi akaambia mke wake, kwanza usineke futari, kwanza nitakafutari ile nyingine maana siwezi kustahimili. Wakafuturu ile ya kwanza kisha ndio kafuturu ifutari ya pili. Sasa mpaka muulize hiyo uweza hiyo muulize yeye, kwa sababu hiyo si makosa. Na ikiwa na wake wane waweza kuangilia wane kwa josho moya, na ingasi uzuri kenda kwa huyu kenda kwa huyu kenda kwa... Mtume alizungiwa na wake wake 9 au 11 bighaslatin wahida, kisha kenda kaoga mara moja. Jamaa akamwambia ataweza yeye wanawake 11? Akamwambia ina utia quwwata 40 minkum au 70 minkum. Mtume alikuwa na nguvu ya wanaume 40 70. Mtume alikuwa na nguvu daraja ya mwisho, wewe huwezi. Mwanamume akiwa ni hodari aweza kuingilia hawa wanawake 3 au 4. Mwanamke aweza kuingiliwa na wanaume 90 mpaka 100 kwa mara moja, kama Cleopatra. Cleopatra alikubali kuingiliwa na wanaume 90 kwa siku moja. Alipofanya yule na asibadilike mwili wake, akamkuliwa ilahatul hubbi, goddess of love, kwa sababu ameingiliwa na wanaume wengi. Ho Cleopatra si fakhri, ukaandika hoteli zako Cleopatra, huonesha wewe ni malaya mkubwa. Hata hoteli ukaandika Cleopatra, sinema yako andika Cleopatra, huwa umekubali yale maasia aliyofanya. Alikipendana na Antoni, lakini walikuwa wafanya kazi ni wengine, mapenzi ni huku, kazi ufanya mahali pengine. Na mwanamke una 9 ashari shahwa. Mwanamke matamanio yake ni makali zaidi kuliko mwanamume. Na leo mwanamke angaliondolewa haya, angalikuwa kutoa msikitini hasa, bwana basi msikitini twende, mimi kungoja wewe, lakini haya ndio iliyomzuilia. Yote kwa msala wake tu hata tuzungumze hakuna budi. Mwanamke una matamanio makubwa sana, ndio wanawake wakabanwa, sikuonewa. Wakati nyumbani wastiri, wasiinue sauti, wasiregeze sauti, wasisalimiane na wanaume ile kwa ruhusa za waume zao. Na Rasulullah tukallama nisao illa biidhni azwaji, na mezuilia msineneni na wanawake bila ruhusa ya waume zao. Sababu kunena mwanamke una sababu maalum, magnatis, ukinena naye huathirika sampuli fulani, ndio huathirika sana. Na mwanzo wa balaa ni maneno, kama lina Ahmad Shauqi Bek, nadhratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqa'u. Mambo daraja hiyo. Kwanza nadhra utaangalia, kullu alhawadithi mabdaha min an-nadhar, balaa zote ni kupenda kuangalia sana. Ukiangalia sana na balaa zako ni nyingi. Ndio atakwambia kullil mu'minina yaghudhu min absar, wanaume pia usipende kuangalia sana. Wewe ukienda barabarani angalia barabara yako tu, usiangalie kipitacho. Shetani atakubabaisha, utafanya lisotakikana. Basi nadhratun fabtisamatu, kisha utateka naye kiteko kile ambapo kwamba jana skuli kwa smile kile cha kiteko. Basi fasalamu, jambo salama. Fakalamu, sasa mbona tusalimiana ndiani tu. Famauidu, mutagana. Faliqau, mtapambana. Sababu nadhra tahadhari na nadhra, ruba nadhratin zaraat shahwa. Sayyidina Umar katika khutba yake nene pengine kuangalia hulima matamania. Wa shahwati saatin awrathat huznan tawila, utafanya matamanio saa moja upate huzuni mrefu, ufedheheke, upate aibu, upige kwa mabakora, ufungwe jela. Kwa sababu nini? Matamanio mara moja. Na umemwona mwanamke umetamani, Mtume amekupa dawa. Kama ukimwona mwanamke ukitamani, kimbilia nyumbani, alonacho ule na ule nyumbani unacho.
wewe uzengia nini? Na katika uzuko wa binadamu humtoa mwanamke uso mzuri, nye mzuri, kandu mzuri, lakini wakati wa kazi hazina kazi zote. Kazi ufanye kwingine, zile nye mzuri wala uso mzuri hazina maana. Ndio kwamba mtoe mwenye dini. Dini ina kazi hata kule chumbani, dini ina kazi ufanya. Lakini uso mzuri haufanyi kazi chumbani, kandu mzuri huvuliwa haswa. Pale wakati wa shughuli kandu huvuliwa haswa kwa changone. Lakini mpaka mzengele poda haina maana yote, zote zile zimewekwa ni kupumbazwa. Lakini mwanamke wewe ukiwa umetamania na ni haramu mwanamume na mwanamke uketi faragha kwa njia yote. La yakhluwanna rajulun bimra'a fa innahu la yakhlu rajulun bimra'atin illa wa tayari usiketi faragha kabisa mwanamke na mwanamume. Katika hadithi illa wa kana thalithu shaytan, watatu shaytani. Na huwezi kuna hapo mtu likizungumza hatuna neno hamuna, lakini tendo munalo. Na hatari zaidi ni hiyo, hakuna kuketi faragha. Mwenyewe mume yake ameniruhusu, hiyo ndio hatari zaidi. Hadithi ya Imam Abu Daud anambia iyakum adkhula ala nisa, msingieni mahala kwa wanawake. Sio singia kwa msingie nyumbani kwa mwanamke, mahala nyumbani yote kuna chumba chako hasa na kuna varanda ya watu wote. Ikiwa mume yake amekuruhusu pale varandani unaweza kuna naye mkamaliza, lakini kule chumbani hakuna ndia ya kuingia, na ukiingia kuna lingine. Usitudanganye ukatambia nimeingia alikuwa kuna mazungumzo ya siri hapa pale varandani, pale mahala pale pashirika, mtu yote aweza kupita saa yote. Yeye utamwona mtu amekwenda safari hasa, amwate mwanamume alale nyumbani. Kisha likitokea lolote nani, mtu mwovu sana bwana, mmatia nyumba yangu umeniharibu. Ulimwatia haiharibu wewe. Wewe ulimwatia haiharibu, amefanya leo ulimwatia. Wakati mwingine huwa makosa ya kwa upande wa mwanamke, kama kichwa cha Said Umar bin Abdallah ambao kama alijibisha mambo watu wakaona ajabu. Alikuwa baba asubuhi ndani ya mahadi kule, akamwambia fulani amezini na binti yangu. Wapi? Akamwambia Pwani. Ilikuwaje? Kamlete, alikuwa amevaa nguo gani? Kamba kavaa zile nguo, amevaa nguo zembamba, matiti huonekana. Wapi? Kamba Pwani. Atakafanya nini? Mwanamke mzuri kama huyo avae nguo nyembamba kama hizo, ende Pwani usiku kiza, huyo barobaro afanye nini? Wewe wataka nini? Hebu nieleza mwenyewe. Kwa sababu wewe barobaro nenda kaoge janaba. Ndio adabu yake. Afanye nini sasa? Maana wakati mwingine wewe umemsababisha. Shati yale mambo angalie, ilikuwa haya mambo yakatokea, alotaka ni huyo au alitakiwa ni yeye? Masala marefu sana, lakini haya zimekosekana, adabu zimekosekana. Ule Hindi katika wanawake wa kizamani alizini na mtumwa wake. Akamwambia atazni biabdiki, ataznina biabdiki, wewe huzini na mtumwa wako? Akamwambia lazima tulul biadi wa qurub alwisadi, mume wangu siku nyingi sinaye na hulala karibu na huyu, sasa nifanye nini? Mume wangu siku nyingi kwa safari na huyu hulala karibu nyumba moja, wataka nifanye nini? Mara nyingine maasi huyatasisi majumbani. Lazima tuwe na haya, lazima tuwe na adabu. Basi fatuhunna waendeeni min haithu amarakumullah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mwenyezi Mungu kwanza apenda tawabina. Tawabina kila, hakuna kitu kikubwa kama toba. Kwa jumla toba ndio yenye kuosha madhambi. Taghsil likulli hauba, huosha madhambi hasa. At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Lakini kutubia ni kitu gani? Kutubia siku nena astaghfirullah. Ule mwanamke mkubwa nena istighfaruna yahitaji ila istighfari. Tunataka tuete istighfari kwa tumeita istighfari. Ile istighfari yetu ni ya urongo. Astaghfirullah yote kwa njia gani? Astaghfirullah yanakaribia kushikwa mimi. Astaghfir. Sasa takoete istighfari kwa umeita istighfar. Ile istighfari yako. Istighfari kwanza ni an-nadam, kuyuta. Bas. Hili jambo ni baya, sitaki tena kufanya. La pili al-iqla', kuliata. La tatu ndio hapo tena kutubia na kurejeza madhalim. Al-azmu an la yauda, utie nia mstorudi, hata ukarudi huwa lile limekwisha. Hili pia
ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra. Huambii umekakamia ukiata istighfari hata siku moja ukafanya mara 70, lakini pale utubie hapo utubie kweli. Toba ngumu ni haki ya mtu, lazima uirejeze ndio upate toba. Na haki, kuna haki ya ardhi na mali. Ikiwa ni mali, mpaka umrejezee mali yake, umwambie bwana ile mali niliyochukua mimi ni haya, ile haki yako nimekuchukua mimi ni haya. Wanazuoni wamekusaidia. Kama umekitukua kitu mahala paaminifu kisha umeyuta, waweza kwenda kurejeza pale pale, basi hukubaliwa. Kisha baada yake utubie bila kumwambia yule mtu. Umetukua kanzu yake, nirejeze sandukuni kanzu. Kanzu yako rudie hii. Kuna jini ameitukua, haidhuru, lakini umemrejezea. Na sasa kuna toba ya kitu, mali, lazima umpe mali yake. Kuna toba ya ardhi, cheo, lazima ukijenge cheo chake kama nalo kivunda. Umemtukana hadharani, lazima uinuke hadharani uombe msamaha. Hadharani. Umemtukana wewe na yeye, utamwendea peke yake uombe msamaha. Umemtukana katika gazeti, lazima utie katika gazeti. Umemtukana kwa pamphlet, mpaka utoe pamphlet kama ile. Umemtukana kwenye redio, utangaze kwenye redio. Sio mambo umtukane katika msikiti ndani ya darasa kisha umwende usiku, sasa baba unisamehe nimepitikiwa niko siku ya nena, ulie uanguke. Ni ngoma tu utezele. Na ndio watu wafanyao. Hukutukana mahala katika redio, kukutukana katika gazeti, kisha kaa nyumbani kuomba msamaha. Amekudanganya mara mbili. Gazeti kalimeenea na wengine wameweka kopi. Lazima utoe kama ile ulioenesha. Na umemzulia mtu mpaka kubali hata upige hadil qadhi. Mimi bwana nimeazua haya mambo, mpaka upige hadil qadhi. Na kuyazua hata kama ni hakika, lakini huna ithibati, huo umezua. Katika sharia leo wewe peke yako umeona mtu huzini, huwezi kunena. Hukubali kumwona wewe peke yako huzini, mpaka waone watuane. Mpaka waone watuane, hata kama ni wawili, hata kama ni watatu, mpaka waone watuane. Na ukitarifu kwa huyo mmezini naye au amezini nami, mtapiga hadi nyuti, hapigi yeye peke yake. Na yule mpaka naye aitarifu ni kweli mmefanya. Si mambo kunena basi tusameheane bwana, yaliyopita yamepita, hayakupita, yako pale pale. Kupita ni kuyaondosha kwa njia zake za kisharia. Bwana nimekosea mimi, kama ni yeye mwenyewe yule akitosheka, basi bwana mwambie la namna ndo nikosea, uniombe msamaha. Ule mbadu alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya msikiti. Alipotaka pesa, Mtume kamtukua kampeka nyumbani, kampa kile atakacho na akamwongezea. Akamwambia je, uone yeye? Akamwambia wewe mtu mzuri sana, wewe karimu. Kwanza alitukana yeye na Bani Abdul Muttalib wote. Nyinyi Bani Abdul Muttalib tabia zenu mbaya, mkitukua deni hamulipi, mkipe pesa. Mtume akamwambia sasa Umar atakumua hasa. Mtume akamwambia twende. Kada kampo umetosheka. Hana hiki nimekuongezea. Uone wewe mtu mzuri sana, sio una mtu mzuri kama wewe. Kamba twende msikitini. Walimtukana msikitini wewe. Nena msikizeni. Muhammad mtu mzuri, Muhammad kadhaa, Muhammad. Basi ndio kuku, ndio yote wabina. Toba ina sharti 4. Na sharti ngumu ni toba ya haki ya mtu. Na katika haki ya mtu ni kuzini na mke wa mtu. Utatubia namna gani? Utakwenda kwa bwana mimi nimelala na mke wako, mtazidisha bughdha au utanishafa? Hapo Imam Ghazali amenena hii ndio shida ya toba, ni toba kuzini na mke wa mtu. Sasa nataka kutubia, hufai kumwambia. Ukimwambia badala ya kutubia mtatia chuki na hufai kunyamaa. Sasa ndia fupi ni kutoa sadaka na kutoa mambo ya kheri, umkusudie yule bwana. Tena Imam Ghazali kwambia laalla siku ya kiyama akiona mengi umemfanyia mema atakusamehe. Lakini kumwambia ni hatari. Na ukitomwambia ni hatari. Lakini ikiwa ipatikana kijana kwa sababu ya zina yako, ni lazima unene. Huyu kijana si wako, ni wangu. Huyo mke wako nikimsaidia mimi. Huyu kijana ni wangu mimi. Tena lile litakalokuwa. Hapa yatakatueleza. Na mtu akikwambia mambo umefanya au umefanyia, usikubali. Sababu mtu mwingine huikusudia hasa, uko tayari yeye aazirike, lakini fulani amalizike. Yeye aazirike na fulani amalizike. Nitapa kisha kimoja tu. Wakati Sayyidina Umar al-Khattab, kuna kijana kimkula Hashim. Huyu kijana alikuwa ndio asifikao kwa Salah.
msikitini hakosekani, katika hudhuri ya mambo ya kheri hakosekani. Muda ghafla amekuwa binti mwanamke ametukua na suruali mkononi, na suruali na manii, ambaye Saidna Omar, Hashim amenishika amenifanyia mambo machafu. Kuna mushkili tena hapo? Amenishika na suruali hii ni Saidna Omar akamwambia mwiteni Hashim. Akaenda kaitwa Hashim. Wewe umefanya mambo haya? Akamwambia naam nimefanya. Kwa nini? Akamwambia basi moyo wangu umenishinda nimefanya. Saidna Omar akamwambia basi apige hadi. Katokea Saidna Ali bin Abi Talib. Kunani? Akamwambia mambo ni haya. Akamwambia kama afanya kweli hao angelishtuka akapiga mayowe, afanya ukweli huwa mkali kapiga na mayowe. Ule maana siku zote mrongo hubabaika, mkweli. Na hii tumesomesha psychology katika surati Yusuf. Hakuna sura katika Qur'ani yenye psychology kamili kama surati Yusuf. Ndugu yake Yusuf alipokuwa ni warongo, wajao abahum isha'an yabkuna, wajao ala kamisi, wakapanga sasa kwanza ukamiliwa bao, tena wakati wa isha, tena hulia na kandu. Nini urongo no? Kumepangwa twende isha tulie tu. Yalipokuwa kweli hata hakushtuka kama inna ibnaka saraka. Ile kweli kidhahiri kijana chako ndo liba, hakubabaika wala hakwenda wakalia wala hakumwendea isha wala dhuhuri wala mwendea tu inna ibnaka saraka wa mashahidna la maalimna. Maana katika psychology ukimwona mtu hubabaika sana ni kweli, ukimwona mtu hababaiki amezuliwa. Kwa sababu ile shauri yenu mtasoma al-Badiri nitawapiza bwana, taratibu bwana, umefanya hukufanya, umefanya tubia, hukufanya mwatie Mungu basi, kisha Mungu atakulipia. Sasa ule Hashim kama nimefanya kweli, kwa hiyo shetani amenishinda. Sasa Saidna kamba hapana, sikubali kabisa, hawezekani. Ete suruali kamba Hassan kaletea mai ya moto kuchemka, yachemkao. Kaenda nyumbani pale katoka mai ya moto kuchemka, kabetieni suruali. Ikitoa suruali kafanya kimanda hiyo. Ambaye asimwambia simani ni kimanda, ni ule ute wa yai umepakwa. Hashim hele na kweli. Saidna kamuita Farako, sasa ni yako naambia kweli. Akamwambia huyu mwanamke anipenda na mimi nampenda, lakini mimi asia sitaki. Na kila nikipita kwa msikitini hunishiria na kuniita na yeye mwanamke hataki maasia, lakini amesalitika na mimi. Sasa mwanamke akanambia bwana, ukitonifanyia nitakalo nitakuwa waziri. Ukitonifanyia nitakalo nitakuwa waziri. Mimi kawaambia afadhali ni waziri duniani, akhira ni safi. Ndio imetukua hadi akinena lolote nitamkubalia. Umefanya kweli, yalikuwa yeye ni ndio nimekubali, lakini hukufanya. Kama sikufanya ni hii nimetukua hadi kwa mwanamke. Wakaitwa wale wakungwi, sijui watu wajua wakungwi. Wakungwi ni wale waangalia zombo za ndani kwa mwanamke. Wakaitwa wawili, wakaenda kumwambia mwanamke mchekini huko kukali salama, kaambia kuzima hakuna matatizo. Saidna kama hii ni mahaba yamewatia wazimu hawa. Ndia fupi ni kuwaoza katika Baitul Mali. Kaitwa babake Hashim na babake yule binti, wakaozwa, wakaambiwa inapo ina chakula, badala ya kupigwa hadi wakastarehe. Kwa sababu hiyo na wewe kia mambo kama haya uzingatie. Kule Al-Hindi kulipatikana kisa kama hicho. Mwanamke una mtumishi wake, ule mtumishi hodari kwa kazi, mwanamume akaingia chumbani kusafisha. Baada ya kusafisha kamiliwa mazi, chumba kizuri, afadhali nilale hapa. Kapanda kitanda cha ule mfalme wake akalala. Alipolala mwanamke akia kama mume amelala kitandani, kafikiri ni mumewe, amefinika mpaka kitwa, na yeye akalala ubavuni mwake. Na kuna wiza hakuna mwangaza. Mume akia ona mlango wazi, mwanamke na mwanamume wamelala kitandani pamoja, wamekana maguu. Ule mfalme akataka kutoa pangu pija kama ngoja kamshauri waziri. Waziri kama hawa watakufanya kweli, hangalia hata mlango wazi, wangalifanya namna wakafunga na milango. Hapo kuna kitu taratibu. Mtukue kia kazi amwamshe ule mtuma. Mwangalie atakuwa akishutuka kwa namna ya kufanya utamuona, na akishtuka kwa namna ya kutofanya utamuona. Akaitwa kia kazi kama mwamshe ule mume, mke asisikie. Akaenda kamshauri ule mke. Kama nini? Kusudia kamwe, nimefagia muona mahali pazuri, nimelala, ni majaliwa. Katoka pesi, katoka mbio,
Ule mfalme akaenda akapanda kitandani akalala. Kaambia umeshakupangiwa muamshe mke wako. Kamwamsha. Mwanamke akaamka, mbona wewe umeonyesha ajabu? Kama umekuwa panda kitanda umelala hata kuniambia kamwe. Sikwambia wewe kisha mbona umelala? Kama mmekuwa umelala, muone si una mambo gani mmekuwa kulala na wewe? Kama muona hata kuna habari kama ni majaliwa haya. Ndio mtume akatamba idraul hududa bishubuhati, ziondosheni zile hadi kwa matangamanio. Usimbandike mtu jambo kwa kudhania, kwa kupangika, na shetani hufanya kazi. Wayuhibu mutatahirina, hawapenda mutatahirina. Mutatahiri ule mtu ambaye kwamba itukao asipate kosa. Masala marefu na ya nyingine nao ni mrefu. Saidi tupitie kwa haraka, haitakuwa mrefu kama hii lakini itakuwa ni muhimu kama hii. Inshallah. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni shamba lenu. Mke ni shamba yako, uilime kwa namna utakao. Manake mwanamke wako umgilie wewe, umewewe wote wewe, usimwate mtu mwingine mkaota tuwili. Na sasa ayasikia rajulu zara akhihi, mtume na hakuna mambo kubwa kama kunosha shamba ya mtu mwingine. Mmgilia mke wako halali, mke fahali umeipandia kwa haramu, umenosha shamba, kijimshika mimba ya ule haramu ya halali. Kijana imekuwa ni mwana halali na huku ni mwana haramu. Ndo ishtadda ghadhabullahi ala imra'atin adkhalat ala qaumin waladan laysa minhum. Hakuna mtu alokasirikiwa sana Mwenyezi Mungu kama mwanamke kuingiza nyumbani kijana sio kule nyumbani. Yatali ala awratim, atulie aibu zao na arithi. Wewe mwanamke umekwenda kufanya mambo yako kwa siri, kumeshikwa mimba huko, hutekunena, baba maskini amezaa kijana si wake, hayulie kane kame, sasa amekuwa maskini, baba humlisha, kimvisha, wayushrikum fil amwali, mnakarika mali, ongea nyumbani, huyu khale shangazi yangu, huyu ndugu yangu baba mmoja, kumbe ni urongo. Madhambi yote upata mwanamke daima. Kila kifanyambo, akimpa mkono shangazi si maharimu yake, mwanamke ana madhambi. Akiketi na ukhti yake kuzungumza si ukhti yake, hata ila ni ukhti yake baba na mama, kidogo itakuwa amezungumza naye kwa upande wa mama. Sasa na itaendelea laana kama ile maisha. Ndio kanena siri ya kijana ayuwao ni mama. Siri ya kijana ayuwao ni mwenye mansabu, imam mkubwa. Akile mansabu usifakhiri sana. Wewe na mtumi kuna masafa marefu, kuna kosa gani lililopita katikati? Na filali ni tahara kwa ijmai, ni mtu mkubwa, lakini kitutarabahisha sisi. Na ndio hatari kubwa sana kijana akitiwa mahala sipake, huvurujua nyumba mzima. Nyumba mzima hasikizane. Na Waswahili kuambia mwana haramu ukimtia tupani hutoa chanda. Lazima kila fitna ndani yake kuna mwana haramu. Tangu mwanzo wa Uislamu hao masahaba walikiongoza fitna ni wana haramu. Hao wote kina Sayyidina Hussein kuuawa ni wana haramu. Mambo hakuna jambo lilopatikana katika tarikhi ambalo kwamba la fujo ila liongozwa na mwana haramu. Na mwana haramu kuna sampuli mbili kama ni mwenye masabu. Kuna wa kukusudia na kuegema. Wa kukusudia ndio kufanya zina hasa. Wa kuegema yametokea bahati mbaya tu umelifanya lile hapo. Huyo wa kuegema Mungu mstiri. Ule kukusudia Mungu humwaziri. Hii itakaiwe sana. Wake zenu ni shamba lenu. Fatu harthakum, lendeni shamba lenu annashitum, popote mtakapo, wakati wowote. Hakuna wakati ambao hufai kuundrama. Wanazuoni kwamba hakuna mai shida, lakini mambo yamekupanda, kalale na mke wako kisha ndio katayamam. Usiwate kulala na mke wako ajili kwa hakuna mai. Umekwenda safarini utatayamamu. Basi tungoje mpaka tupate maya. Madamu ataka fanya. Ndio mtume kana wa fi budhi ahadikum sadaqa, kulala na mke wako kuna sadaka. Pale ukilala na mke wako hata matajalahu fi bratika, hata ukimwakiza paramandi ule mke una sadaka. Kwenda ununua paramandi au ununua ukamwakiza kwa ajili avutike na yeye uvutike ni sadaka.
ukilala naye ni sadaka. Masahaba akamwambia ayati ahaduna shahawatahu wa yakun lahu sadaka, wewe ufanye matamanio yako kisha wewe sadaka. Akamwambia fakofa la wadhaha fi haram, je kama ngalimbilia kwa ndia haramu kana alayhi wizru amla, angalipata madhambi angalipata. Leo utamgilia kwa haramu utapata dhambi upate, ukimgilia kwa halali utapata thawabu. Kwa sababu mtu kulala na mke wake ni sunna, ni katika ibada. Na Rasulullah anitabatuli, mtu alizidia wakati hata kumgilia mwanamke na unao matamaniwa. Sharuti kutomgilia mwanamke ni huna matamaniwa. Wala sitole dalili basi kuna watu wengine wazazuoni hawakuoa wako. Abdul Fattah Abu Ghudda ametunga kitabu khasa al-ulama al-uzzab, wanazuoni wasoa, lakini walikuwa wao waipenda elimu kuliko mwanamke. Wakaona leo tutaoa tutamshughulisha mwanamke, na hakuna mwanamke unaivu zaidi kuliko na kitabu. Maana mtu akishika kitabu humsahau yeye mwanamke. Nisharti wakati kitabu upange na wakati wake mwanamke umpangie. Mwanamke unaivu sana na kitabu, ndio uniharibia mambo yao. Sasa wale huwa hawataki, wameshughulika na ilmu, wameshughulika na ibada, wameshughulika basi ile wana afadhali sisi tusioe. Hata wale mmoja alipoulizwa Al-Harith ibn Hasib, mbona hukuoa? Na kuoa ni sunna. Akamba nimeata sunna kufanya faradhi. Faradhi ni kama kuitengeza nafsi yangu ni faradhi, kuoa ni sunna. Si wewe msitekuwa kama Imam Nawawi. Kama Imam Nawawi toto zote upita wewe. Imam Nawawi yani kila kitoto ni wewe, kula mwanamke balaa ni wewe. Usidanganya watu, upata madhambi mara mbili hapo. Upata madhambi ya mambo yako fanyao, upata madhambi umeisingizia daraja usiokuwa nayo. Wale walikuwa hawaoni kamwe wanawake, wala hawashughuliki na wao, ni hasur. Hasur ni kwa aweza kufanya, lakini mwanamke hamshughulishi kabisa. Wewe wanawake huangalia wote, umeka kiti barabarani hasa apitao mwangalie. Kisha Imam Nawawi usidanganye watu bwana kwa hisani yako. Basi ndio mwanamke ni hatari kubwa, lazima umtimizie haki yake. Na miongoni mwa haki yake ni kuzungumza naye kwa uzuri. Bali katika sharia mwanamke umelala naye wafanye ile shughuli, hufai kufanya haraka ukamaliza yeye hayamaliza, utapata madhambi. Fanya taratibu mpaka yeye amalize. Mbona maliza pale amefungua macho tena amekuangalia na furaha uteka, mwambia shughuli imemalizika. Mtu mwenye usimgilie mke wako kama kuingilia na punda na ng'ombe. Kushakushatia mwenda zenu. Mambo yatakastarehe. Ndio mtu kama tulaibuha wa tulaibuka, watamassuha wa tamassuka, wataadhuha, uteze naye, umsonde, umuume mpaka yale mambo yamalizike. Ile mwisho tena ndio ila hadrati nabii basi. Basi fatu harthakum, wendeni wake zenu annashitu namna utakao, waqaddimu li anfusikum, na namna utakayo, sikumgilia ndia nyingine. Walakinna sumamata wahida, tundu ni moya. Kuna tundu mbili pale, moya yuate, moya itumia. Pale patoka pa makulima ndio upangilie, pale pasitoka makulima paate. Basi mwanamke una mahali pa moya hutoka makulima, katoka kijana. Mahali pa pili hapa toki chochote, usipawate. Ndio hathakum annashitum. Na hakuna sharia tu kwamba mwanamke aweza kuingiliwa kwa njia nyingine. Wakati hadithi Abdullah bin Umar alinena kwa upande wa nyuma, si kwa tundu ya nyuma. Kwa upande wa nyuma, waweza kumlia kwa upande wa nyuma, kwa kusimama, kwa kuketi, kwenye kochi, yote. Lakini walakinna sumamata, mahala pale pamoja. Ama ile starehe fanya utakayo, mkitafukuzana mbio mpaka choni mpaka wapi, yote fanya, hukuzuiliwa katika sharia. Lakini mahala pale ambapo kwamba penye makulima, pale pameapo pale. Unaonekana kuna mkalasinga aliketi sehemu za bara na mke wake mkalasinga kaza kijana mweusi. Ilikuwa iye kaza kijana mweusi. Akaenda kushtaki, kabeka wakili, kama sio wakili, akaambia jaji, wewe na meza kunde na mia nini kunde, natia muhogo na mia nini, mimi natia singi, anatoka mtu mwingine.
mimi natia singi imetoka hakuwekelea kabisa. Lakini si dalili ya kwa kijana amekhalifiana rangi ni mwana haramu. Kisa kilopatikana Amu nyuma nyakamia kwa yakinan kwa watu watukufu, alikuwa bwana mmoja kutoka Arabuni mweupe mzuri maridadi akaoa pale Amu, nyumba tukufu yulikanayo. Ule bwana mweupe, nyumba ile watu wake weupe wote, kaza kijana mweusi na baba mshakuondoka. Sasa watu wa nyumba kwa nyumba yao tukufu wakawa na dhiki wote, hawalali. Huyu binti yetu mtoto aibu. Ile binti kama sikufanya kosa, kama umefanya, hakuwekelea upande ule, hakuwekelea upande wetu, huyo toka wapi? Ule binti maskini wakawa wamemkata, hawana furaha naye, lakini kufukuza ule bwana naye kachelewa mpaka miaka 3. Zamani tukisafiri kichelewa, baada ya miaka 3 mine ule mume akaya. Sasa imetoa salamu kwa nitakuya, nyumba mzima ilingehuzuni. Kama kula ametoa salamu amekufa, kwa sababu atakutoa zili nyumba mzima, tutafanywa liani hapa, tutafanya nini? Basi ule mume akishuka kwa lutfu ya Mwenyezi Mungu, akisikila mlangoni akamwona ule kijana huteza pale. Ule mume alimtukua kijana akaingia naye mpaka ndani. Mbona umekiona? Kamba huyu ni kijana changu huyu. Ilikuwa yeye mweupe huyu mweusi. Akaambia mamake babu yangu alikuwa rangi hini na sura hizi. Faina laika dasas. Mshipa upija mbali sana. Mshipa upija mbali sana. Ndio utaona ndugu baba mmoja mama mmoja, na wote ni wanazuoni, lakini tabia zao mbali mbali. Kwa sababu nini? Kula moyo pija kishipa chake. Huyu cha mjomba, huyu cha mjomba wa baba, huyu cha mjomba wa mama, huyu ndio sababu. Ndio ukaona usiwatukane labda hasa wana haramu hawa, mbona hawafanani? La, fa inna lilqa dasas. Mtu pija Sayyidina Muhammad hakufanana yote, alifanana na Ibrahimu. Ni wapi na Ibrahim? Hakufanana na Abdullah, hakufanana na Abdul Muttalib, hakufanana na Hashim. Akaenda kufanana nani? Nabii Ibrahim. Hata wale mwali niuliza na mpenda kuinele swala kama hiyo. Ikiwa masharifu wamezalikana na mtume, mbona masharifu wengine tabia zao mbaya, mwendo wao mbaya? Kaambia jawabu ni finali kada sasa. Sharifu wamezalikana na mtume ndia moja au mbili, lakini kando kando kuna ndia ngapi? Mamake babu yake, mamake babu yake mamake babu. Wala hesabu. Kuna sasa ule sharifu akishika tabia mbaya ni finali kada sasa. Akishika tabia mzuri amefuata ile laini moyo kwa moyo. Kwa sharifu mshika tabia mzuri, mwema na akhlaqi na tabia kama wale tuonao, tuwasikia wa mashekhe zetu na wale wamepita barabara. Wale shika huku wamekwenda kunoshea huku ndio utamwona. Na akishika kote kuwili amepiga kote kuwili. Huku akutaka na huku kuzuri akutaka na huku kuovu asili, ndio pale kabla takhayaru litufikum. Ukitaka kwenda kuoa utaua. Usiende kuiolea tu muda kijana kashika tabia za kule akaharibu tabia za kwenu. Ndio fainaleka dasa. Si maana mwanamke akiolewa mwanamume akiolewa mahali pabaya, kijana mbaya au akiolewa kabila nyingine, la, pengine kijana kitanganya damu mbili huwa mzuri zaidi. Kama Imam Ali Zain al-Abidin alipotanganya damu mzuri kwa ijmaa, alikuwa ndiye Sayyidu Ahlul Bait wakati wake, kwa sababu tanganya damu mbili. Ismaili tabia yake ilikuwa ni mzuri, ametanganya damu mbili. Lakini pengine kishipa, sasa hatari ni kishipa kimepija wapi? Basifatu harthakum, wendeni kulima yenu, anashitu njia mtakayo mahala mtakapo, lakini msitumie ile pale pahala. Mal'unu man atamratahu fi duburi, amelaaniwa mwenye kumgilia mke wake, mke wangu katika tupu yake ya nyuma. La, hii haifai kabisa. Wewe angalia mahala pako pale. Waqaddimu li anfusikum, tanguliza kwa ajili ya nafsi. Wengine kwa hapa ni ishara utumie mbee katika nafsi zenu. Wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, kumcha kila maneno muhimu ambaye wattaqullaha. Qur'ani kile kia maneno muhimu ambaye nini? Wattaqullaha. Na kitu kikubwa wa'lamu annakum mulaqu, kwa nini mtakutana na Mwenyezi Mungu. Ulifanyalo chumbani, ulifanyalo nde, mwisho mimi nitamuona Mwenyezi Mungu, ataniuliza, nitawaambia namna gani? Mwenyezi Mungu, kukutana na Mwenyezi Mungu. Waman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Ukitaka kukutana na Mwenyezi Mungu, eka namna ya kuonana na Mwenyezi Mungu. Leo umepata kwenda kukutana na rais,
kweli utapiga zile nguo zako shantera uende kumwona rais, utakwenda utaitengeza, tena uende na utukue na watu wa kufuata onekane mtu mkubwa, kwa sababu uende kuonana nani? Na rais. Uende kuonana na Mwenyezi Mungu. Basi nyumba yako tengeza, mambo yako tengeza. Wabashiril mu'minina, wape bishara mu'minina. Hapa pia kuna masala marefu, lakini kwa kutunga wakati na kwa sababu sisi tuna darasa tena nyingine, kwa wakati mzuri leo ni Jumapili, na Jumapili ndio tulijaliwa kwa tuitumie Jumapili, na Jumapili si yetu ni Juma. Annasu la tabaun, watu tufuata sisi, tumekhalifiana kwanza tukapea sisi Juma. Tukimaliza sisi shughuli ya Juma ndio Mayahudi hufanya Jumamosi, tukimaliza wao hufanya Wakristo, kwa sababu Mayahudi wa Kristo tena wa Kristo hawana ile Jumapili, wamedanganyika. Jumapili kwa Sabato ni Sabti ni Jumamosi. Maskini hawajui hata huifanyia tu. Na sisi Waislamu leo tumekuwa mpaka siku za Juma hatuna nafasi hata saa moja bwana. Tutaradhieni bwana. Na hakuna kitu muhimu kama kutaradhilia. Kuna mui katika Uganda mkule Aringa. Ni eneo kubwa sana. Pale hakuna Uislamu kabisa. Kwa haraka ya mzee zamani mwaka 1901 walipokuwa jeshi ya Sudani kuja Naivasha, maana Sudani kwa na mawanzo Naivasha ndio mpaka wao. Na tukielewa kuwa Kenya imeundwa nzipande pande. Hakuna kitu kabla ya miaka 110 kimekuliwa Kenya. Shatuelewe, hakuna kitu kabisa kimekuliwa Kenya. Kimekatwa kipande Pwani, kipande Jamnubi, kipande Shimali, kumeundwa Kenya ni mlima. Huko na nyuki ndio mkuliwa mlima wa Kenya. Pale ndipo Kenya. Mgereza kwa siasa zake akaunda jimbo kaliita nini? Kenya. Kaunda mpaka ikawa Kenya. Katuka sukari, katuka maziwa, katuka mpaka pale kana sambusa au sambusa sio kuna sana sio kupiga rasasi. Basi sasa hakuna kitu kama hicho. Tukizungumza nini? Aringa ni mahala pako sehemu za Arua. Wakasilimu hapo. Bilal Azabo alitekwa na Sudani, na yeye kualizuiliwa kusitoke mtu, yeye maskini kijana kibarobaro akatoka, wakimuona wakamshika, lakini hawakumpiga. Wakakaa naye kwa uzuri, wakatangamana naye kwa uzuri, na wakafanya muamala wa Kiislamu. Ule kijana akaathirika, akasilimu. Aliposlimu, alipokuwa kwao, kahueleza watu tabia za Waislamu. Hana aya, hana hadithi, kwa tabia za Uislamu, na wakaanza kusilimu watu Aringa. Na Bilal Azabu babu yake yule mwanafunzi wetu Muzammil Nasir, tumuiwa sana huyo, ni babu yake hasa. Wakasilimu si huyo. Wakaanza kusilimu. Sasa baada ya mwaka 1930 kizungu, wakatoka watu kutoka Arua, wakasikia Habib Saleh. Wakaka Habib Saleh, tumesikia habari zako, tukutaka wewe utembee kwetu. Habib Saleh kama Salihu hendi mahala, lakini kuna mjukuu wangu awezao nitaletea, ndio kama Sharif Said ni kazi yako kwenda. Ndio mwanzo hapo mzee akaenda. Alipokwenda kule Jahu bwana akamfuatia, akamwambia bwana mimi nasilimisha watu na sina elimu. Mzee ndio akaanza kusilimisha kwa elimu, wakasilimu na harakati zikaendelea. Sasa watu wa Aringa ni 500,000 wale sukani wa Aringa. 400,000 ni Waislamu. 100,000 ndio baadhi hawamalizika na wamalizika. Watu kama hawa kwa Uislamu wao ni wa kweli, wameambia serikali sisi hatutaki kutezewa. Ni lazima maskuli, mahospitali, maofisi yafungwe Juma. Kwa sababu Aringa ndio mahali pekee yake Juma, ukaenda siku ya Juma hakuna ofisi yote, hakuna hospitali yote, hakuna zile administration zote, hakuna jambo lolote. Juma watu wote ni kuangalia ibada. Jumamosi na Jumapili waendelea, wameshika kwa lazima. Na serikali ni watu 400,000 katika 100,000, hatosikitwa 100,000, hatosikitwa 400,000, kwa sababu Aringa ndio mahala pa ajabu katika kwetu. Pafungua madrasa Juma, maskuli Juma, mahospitali Juma, maofisi Juma, hakuna na mahasi ngano pako, na ni mahala ukenda kuswalia dhuhuri yake hushinda Juma yetu. Adhuhuri watu wakiswali ukenda kwa msikiti la Mnoloya, Juma ya mahala pote Mombasa haisikili nusu hiyo. Lakini maskini hawana ilmu, hawana kuelewa, na hii mambo yatupa ni Wadi Ridha.
Mzee alipokwenda Sheikh Saidi mwaka 51 kizungu, alikuwa wa kizungu, alikuwa hakuna yote Muislamu. Wako Waislamu wale wako kufanya biashara kina Haji Khamisi kina nini. Kwa bahati akapambana na Haji Khamisi kule, na yeye hakusudia kwenda, ni gari ilikuwa lazima ipite kule, akalala pale. Haji Khamisi, kuna Waislamu wangapi hapa? Kaambia Waislamu sisi tulikuwa kwa Arabu, Wahindi, Wabulushi, wenyeji. Kaambia wenyeji hawataki dini, hawataki dini. Kaambia nyinyi hamtakuwa hapa au ni wao hawataki? Akaambia ni wao hawataka. Kaambia nifungulia mlango wa duka nitawasilimisha. Chombo cha kusilimishia nini? Mlango wa duka. Kaenda kununua mali, akia mtu akia humpa bure, akinunua kimoyo humpa ziwili, akinunua sukari humpa mayani. Wale wakampenda wao. Huyu Sharifu sampuli gani? Kaambia mbona ufanye? Kaambia dini yangu. Kaambia sisi tunaona aibu kuingia katika dini yako, lakini watoto wetu tutakuetea waingie katika dini yenu. Mzee akakubali, kaitoa watoto 12, mwamba babake huyo hapa. Katika watoto 12 wakaanza kuketi nao, na mzee keti nao kiurafiki, kindugu, akila nao. Wale wakaenda kwa baba zao, ule Sharifu hula na sisi pamoja. Kamba hilo lipatikani, Waarabu, Wahindi, Wabulushi tabia zao hawali na sisi. Wakaya kumangalia, kamba mbona hivi? Kamba dini yetu. Basi wakaanza kumiminika. Sasa wakaribia 100,000. Hii ndio tarikhi fupi, hatuziwi watu wanafanya kazi kwa njia za uslub salima, hazina matatizo. Yeye Uislamu wetu wavundwa kama tuelewao. Hapa nimependa kueleza kitu matatizo tulio sisi, misikiti yetu hunyang'anywa. Na hawa tuwaita mawahabi. Na tukiita mawahabi hatuwatukani, wenyewe hawataki tu ina hili. Lakini mawahabi ndio tarikhi, Mashafii na mawahabi na Jafari ni maina yote, na Ibadhi ni maina, ni watu hawa walikuweko. Kuna mtu kemkula Ibadhi, Abdullah bin Ibadhi, kemkula Jafari, kemkula Shafi, kemkula Ahmad bin Hanbali, ule hamkula Hanbali, ule Shafi, ule Maliki si matusi, na ule hamkula Wahabi si matusi. Lakini si aliweka dini ni Muhammad bin Abdul Wahhab, si Abdul Wahhab mwenyewe. Akambona serikali aliweka ni Muhammad bin Saudi, mkuu wa Saudia, mkuu wa mamlakatul Muhammadiyah. Ile serikali yenu mngalikuwa ni al-mamlakatul Muhammadiyah. Basi Wahabi khita yao lopanga ni kutunyang'anya misikiti. Na sisi ahli sunna wal jamaa, watu wa tarika, ni kuwapa wao misikiti kutunyang'anya. Huu msikiti wa Mahuru umejengwa na watu safi. Kesho atakuwa taswalisha siku 3, utakuwa ni msikiti ni wao. Kama Mayahudi katika Talmudia wanena kullu ardhin wati'atha aqdamukum fahiya lakum. Myahudi kikanyaga mahala huwa mpake. Wao kinge msikiti wetu huweze kwa miliki yao, hata kama hawakujenga wala hawajui tarikhi. Hayo ni mambo wazi. Mpaka sasa tuna misikiti karibu 40 mikubwa tumenyang'anywa. Tena misikiti yetu ya na katika ajabu, kula msikiti wa Jamia mahala Nairobi Jamia, Nakuru Jamia, Embu Jamia, Nyeri Jamia, Kisumu Jamia, ukenda Kampala Jamia, kula mahali endapo misikiti tumenyang'anywa. Na tukinyang'anywa wasi hatufai tena kuingia katika ajabu. Na mambo yako ni wake. Sasa watu wetu wameamka, baadhi ndugu zetu wa Eldoret walifanya mjadala, na mjadala ukafaulu. Sasa wataka msikiti wao. Hivi yeye wako ndani ya kesi kutaka msikiti urejee kwa wenyewe. Ndio tuombeeni Mungu misikiti yetu irejee kwetu wenyewe. Misikiti yao na wajenge wafanya takalo. Madamu Kenya kuna uhuru wa dini, mabaniani hujenga, makatoliki hujenga, Protestant na wajenge msikiti. Lakini hii yetu, kwani hatuatii? Mlango wa Papa umekuwa si wetu, si msikiti gani umekuwa si wetu, kula msikiti tumekuwa nyang'anywa. Hiyo mlango wa Papa tumenyang'anywa. Tukifanya mpango ndio kuokoa watu wote ukimbia hawapiti. Wao ndio wengi. Kweli wao ni wengi Mombasa? Hata si ushiri meshari. Sisi ni wengi sana bwana. Leo tukenda mahali popote hawatupati hata ushiri meshari. Lakini sisi tuna mambo mawili. Si kitu. Hata tatosha. Mungu huko. Si tunayo Mungu, lakini Mungu huko katika mambo ya dini, katika pesa hakuna Mungu huko. Kotini hakuna Mungu huko. Mtukula kile zako mbili Mungu huko hakuna. Kwa nini hatufanyi namna misikiti yetu tukaipata wenyewe? Basi hatuna haja yao sisi, wala hatuangilia yetu.
kila mahala kuna msikiti tumenyang'anywa. Mamburui kuna msikiti tumenyang'anywa, Malindi kuna msikiti tumenyang'anywa, Kilifi kuna msikiti tumenyang'anywa. Ukihesabu namna hiyo wewe, kila msikiti tumenyang'anywa. Kisha tutanyang'anywa na nguo zetu mwilini. Basi watu Eldoret, ndugu yetu Mudrik ametasimu, tumuombeni, wako ndani ya kesi ili msikiti wetu urudi. Alhamdulillah, nilipokwenda Eldoret nimekwenda miaka 20 mfululizo. Waliposhika wao nimekwenda kama huna ruhusa kufanya darasa. Wewe ukifanya darasa hutia fitna. Hata mimi nikifanya darasa hutia fitna. Na alhamdulillah katika tarikhi yangu hakuna mtu anaweza kuthibitisha nyote mahala gani nilikwenda nikafanya darasa ukaingia fitna watu wakapigana. Mtu anaambia mahala gani? Hata nikafanywa fujo mimi katika darasa siti fitna, siwaambie watu wapigeni, na filhali mimi huwa na nguvu pale. Haya jamani, watandikeni hao, watatandiko hawataruki tena maisha yao. Lakini si ajaliwa kufanya, wape jamani wateni, wamemaliza hamumu yao na darasa zetu tukaenda ndio tufanyao. Atitatia fitna. Mwenyezi Mungu amenilipa sasa Eldoret na misikiti 6 naweza kuiongoza mbali. Tujenga markazi kubwa katika magharibi ya Kenya. Saidiwa na ndugu yetu Al-Habib Atas bin Hafidh bin Salim. Sasa na msikiti wetu atakaurudi. Na tutengeze chama maalumu lujnatu himayati almasajid. Kila msikiti wetu turejeze, kila madrasa yetu turejeze. Lakini tuko wapi jamani? Aina antum, mko wapi? Hii msikiti huu tutanyang'anywa, msikiti wa Mwana Huru tutanyang'anywa. Atakuwa ataswalisha hapa kwanza ataswalisha kwa bismillah, mwida bismillah itatoka ndani ya msahafu. Maana bismillah mwida takuwa hamuna bismillah, alhamdulillah rabb bismillah imo ndani ya msahafu yalitoka yeye. Basi tuombeeni Mungu inshallah kwa baraka ya Ramadhani misikiti yetu irudi, madrasa zetu zirudi, balaya zao Mungu arejezao wenyewe, na sisi tuishi kwa salama salimini, na mambo yao fanyao na stimbi zao innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wao fanye stimbi na Mwenyezi Mungu atafanya stimbi. Tusinyang'anyeni, tusiregeeni, tuandikisheni, na kitu cha kubakisha misikiti ni trustees au siya, tuwatengezeni wale wafao, tutengeze na katiba, na inshallah taala tutatengeza katiba hasa msikiti yetu iende namna hii. Mtu akiambia bwana hii karatasi fuata hili kazenge mahali pangine uswali basi. Saida tusomeni wal asri ila qul falaq. Mungu atuokelee misikiti yetu, Mungu atuokelee madrasa zetu, Mungu atuokelee na balaa zote, na wao naendelee na ngoma zao wateze watakazo, shauri yao, na misikiti yetu tufanye namna tutakao, wala mtu asitungilie bwana msifanyeni hili kafanye utakapo wewe, kaangalia mahali utakapo ufanye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لحظة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صلوا على النبي. Inshallah tutakutana baada ya asri mjini Anisa katika darasa kongwe katika mtaa mkongwe. Sema waweza ukalala
kabla kirata aya 50 kabla swala. Na kuna hadithi nyingine akasema ndio wakati kula daku akaenda kuswali. Yeye naweza kufuata hizo hadithi. Hadithi ilikuwepo, aliulizwa baina ya daku na alfajiri, akamweleza kadiri ya kusoma qiraa aya 50 murattala, za kusoma taratibu, uchache ni taratibu. Kwa ufupi ni usome tangu surati al-Baqara mpaka usikile wa ya Musa la numina laka, usome kwa taratibu kwa tajwidi. Wanazuoni wamekisia ni robo saa baina alfajiri. Ama zile hadithi nyingine kwa maana alfajiri ndio adhani ya zile hakuna. Pale kuna hadithi za kwa umeghafilika, sio robo saa, baada ya 10 umekula utasamehewa na utapata madhambi kwa kula wakati ule, lakini somo yako sasa, lakini sio alfajiri. Tukifuata hizo, kuna hadithi nyingine hukwambia basi daku ni kabla tulole shamsi, ndio tutafuata. Na sasa kuzuka mpango na masala marefu sana nitakuzungumza. Daku ni kabla alfajiri kwa robo saa, daku ni kabla tulole shamsi kwa saa 1:30. Wewe angalia jua ikitoka unarejea nyuma saa 1:30, ndio mwisho wa daku. Saa 1:15 wa zile alfajiri, saa 1:05 sio haja saa. Maana umetoka fatwa kule Nakuru, hakufai kuangalia timetable haya, maana hana mzingatiwa. Na fil hali hizi ni ilmu za itikani za hakika na kupeleleza methodology almanat, watu kupeleleza na ni kitu kwa yakini. Na mtume kubali jogoo mujarabu wanazoea kwa itakuwa elimu ya yakini, kwa sababu hapa jadwala waliotengeza ni watu akikosea ni elimu yake chache, lakini si kwa jadwala yamekosea. Kwa sababu kabla alfajiri kwa saa 1:30 ndio mwisho wa daku, kabla alfajiri kwa saa 1:15 ni adhan alfajiri, kisha baada ya dakika 10 uswali. Na swala langu ni kuhusu hawa baadhi ya mashaka kwa mwanadamu ambao walikuwa hawapeni kuoa sana ya ile kuoa ni kukamilisha dini. Na baadhi ya mashaka wetu au jamaa wetu tukaona wengi wameoa wake wengi, si aghlabu kupata mwanamke mmoja. Tutasikia baadhi ya wanavyuoni wetu kwamba wanawake wengi moja mbili mpaka. Swala langu haliji kwa upande wa mashaikh, laje upande wa mwanamke ambaye hataki kuolewa na ana sifa zote za uke, akasema mimi sitaki kuolewa kwa sababu mambo hayo mimi siyapendi, nataka niwe mwanamke safi. Je, hukumu yake? Na wengine huwataja mpaka kama mama tunajua sema yeye ni mwanamke mtukufu ambaye katika Qur'an hakuna mwanamke ambaye ametaja isipokuwa yeye, kwa sababu hakulala, hakuolewa. Kwa hivyo kuna baadhi ya wanawake ambao wana sifa zote nzuri za uke, lakini wasema wao hawataki kuolewa. Sasa je, hukumu ya mwanamke namna hiyo ni hukumu gani? Hata kuolewa atakushughulika na ibada tu, na mwenyewe moyo wake hautaki. Wako wapatikana wanawake kama hao wema walikataa kuolewa kwa sababu kushughulika na ibada. Ikiwa hataki kuolewa na una mipango mingine, bali ni madhambi yule madhambi. Na ikiwa hataki kuolewa kwa sababu ya kucha haki, pia ni siwezi kutunga haki za mume na siwezi kutunga haki mbili za mume na kuolewa, inawezekana. Sasa ile angalia yule mwanamke amenena kwa ajili ya nini? Ikiwa amenena kwa ajili kwa Mr. kuolewa, mambo hayo si hataki, si mazuri, bali makosa, sababu amefanya bora kuliko na leo hayakufanywa hayo hata kupatikana sisi. Lakini hata kuolewa mwenye kushughulika na ibada bali inawezekana. Na ni kitabu cha kile cha kuvaa nguo yote, hata kama ni leso, hata kama ni fulana. صوتي معنا حضرتك zote alikuwa sunni. Leo nusu wa Kabulamu karibu watu wote nusu wa Lamu ni Shia. Mpaka misikiti wa Safa leo imekuwa ya Shia. Sasa wakati wa Mtume ilikuwa kuna kitu kinaitwa Shia na Sunni.
wakati wa Mtume ilikuwa kuna sunni tu, hapo sunni na ibada kwa Mtume wetu. Hii mambo ya leo imegeuka, ndugu zetu, mababu zetu, mashehe wetu wengi wamegeuka sunni yapi na wamegeuka Shia yapi mambo haya. Hayo ni tofauti ya madhhabi. Sunni na Shia zilitokana wakati waliokhalifiana katika siasa. Waislamu ni wamoja. Walipokhalifiana, wengine wakawa wameelewana, wengine hawakuelewana. Na Sunni walifanya kazi, wazee wetu wote wakawa ni Sunni. Wazee wetu waliporejea na Shia walifanya kazi, walipokuwa watu na Shia. Na Shia ni za mizingi, kuna mashia wa kufadhilisha, kuna mashia wa kutukana, kuna mashia wa kukufurisha. Hawa kufurisha hawakubadilika kabisa. Sasa makosa sisi Ahli Sunna tusomeni Ahli Sunna tupate kujua msimamo wetu na Uislamu. Na wao wale wakifanya kazi na sisi tufanye kazi kama wao. Kilitoka kirudi, kilirudi kitoke, pia kuna tabu. Sasa tukasita tutazungumza darasani na sisi wenyewe henda kutupokea mapesa, tukapokea vitabu, itakuwa ni kuzungumza na huko kufanya lingine. Makosa al-ghalat fi al-kosa liko wapi? Hapo ndio tunarekebisha ile kosa. Swala la mwisho huwa uliza mahala moja kafara. Sasa kuingia mke wangu. Sasa nikaogopa kutoa kafara. Nikatarudisha sheria. Ili kwanza ninywe maji na ile kusoma. Kisha ndo nimwingie mke wangu. hapo fahamu swala. Wewe atakumbia mke wako Ramadhani. Volunteer ufanye madhambi mawili, kwanza ule kisha mkile. Itakuwa kufanya madhambi mawili. Man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi utiba bil iman. Utapata madhambi ya kula, utapata madhambi ya kumkilia. Na ukifanya kwa sababu hiyo utakuwa lazima utoe kafara. Ile ni kitabia, uko na safari, umeona mke wako atakumkilia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. swala ya mwisho. Swala mwisho na darasa nyingine na mahali za naam. Je, ukiwa waona wapenda naye kutoka na mabii ikawa huna nguvu tena, waweza kukwambia vipi? Haya swala kama hiyo, angalia mwenyewe. Madhi hayaharibu uume, bali madhi ni alama ume. Sayyidina Ali kuna madhi mengi sana, mpaka hata kukuja mtume kama mtume Mikdadi. Na alikuwa hakuna mume kama Sayyidina Ali, alikuwa na wake wanne, alikuwa anazia kazi, amezaliana karibu 36. Madhi hayaharibu uume, madhi najisi, utayaosha, yatoke yasitoke. Na ikiwa mwenyewe mwana utakuharibia kazi yako, fanya haraka.